Watanzania wote, na unajua ile lengo lake lilikuwa moja, kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye ni mtu anapenda sana ubunifu, na hapa karibuni ametoa fedha karibu bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha makundi mbalimbali. Katika hayo makundi amezingatia sana vijana wa ubunifu. Sasa lazima tumuunge mkono. Kwa mimi nikawatafuta vijana, nikasema nikazungumze nao ili kupeleka ile chemsha bongo. Zamani tunasema chemsha bongo, na kusema kweli na wenyewe walipokea vizuri sana. Baadaye nikaona kazi ya kibunifu ya comedian Papa Mawigi, na sisi tunaheshimu na tunathamini sana kazi za wabunifu comedians, kwa sababu unaweza ukafikiri kwamba uliwaza nini, ukafikiriaje ghafla vile ukaweza kutengeneza content ya namna hiyo. Unajua mimi ni mtu mzima, lakini nadumbukia kwenye hii kazi ya content creator na vijana. Wengine mwanzoni walinibeza kuona mama anataka kufanya nini, lakini kadiri ninavyoendelea kutenda ndio hivi naona natambulika na watu kama nyinyi vijana wote wameniona, wamefurahi. Kwa kweli mimi inanipa nguvu ya kuendelea. Sio kazi rahisi kuitwa na waziri kunipongeza na kuniunga mkono kwenye shughuli yangu ambayo nataka kufanya. Challenge hii inayotuhusisha sisi wanafunzi kuja na wazo bora la namna bora ya utatuzi wa foleni ndani ya jiji letu la Dar es Salaam. Hii challenge ukiangalia kwa jicho la pekee, ukiangalia kwa jicho la kawaida unaweza kuona kama vile ni usumbufu, lakini ukiangalia kwa jicho la tafakari kubwa utaona ni challenge bora na yenye lengo jema kwa mwanafunzi. Nasema hivi kwa sababu ukiangalia hata wataalamu wa miaka ya nyuma walikuwa wanazalishwa sana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vingine kwa sababu kuu moja. Miaka ya nyuma Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na kawaida ya kutembelea vyuo vikuu, hasa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya kuengage na wanafunzi na kuwashirikisha majambo makuu ya kitaifa ili kuleta suluhu. Ni wazo ambalo sio tu kwamba limelenga labda katika kukusanya vijana wengi, la hasha, linalenga katika kukusanya mawazo ya wahandisi ambao wapo vyuoni ambao wanafanya mambo makubwa sana katika elimu. Haimaanishi kwamba huko hakuna wataalamu, haimaanishi kwamba hakuna wabobezi, haimaanishi kwamba hakuna suluhu, zipo. Lakini ngoja mimi niwakumbushe kitu. Huyu mtu anaitwa Bill Gates, yule ni software engineer. Bill Gates amegundua mambo mengi Microsoft akiwa mwanafunzi. Haimaanishi kwamba by that time hapakuwa na wabobezi, hawakuwa na vitu. Walikuwa na vitu, lakini nijaribu kuwachangamsha vijana. Sasa Mama Mawigi yeye kasema anataka aende akazungumze huko kwenye comedy show yake na mainjinia vijana hapa. Na mimi nitawanunulia tiketi. Asante sana. Nimekualika kukuunga mkono. Ndio. Na nitanunua tiketi za milioni 1, alafu hao wanafunzi watatafutana wao wenyewe na wengineo wanaokuja kukuunga mkono. Na mimi nikipata nafasi ya muda pia mimi nitakuja kucheka. Lakini nisipopata nafasi ya muda basi nitawakilishwa na vijana wetu wazuri. Mheshimiwa, ninakushukuru sana. Mimi nimefurahi sana mmekuja kunitembelea, lakini vile vile mmekuja kunieleza juu ya furaha yenu namna ya hii challenge. Na mwenyekiti wa wahandisi nakushukuru sana. Asanteni kwanza, mlipokea vizuri. Na mkabilia host vizuri. Asante sana. Thank you very much. Na mimi nataka niwahakikishie uhandisi na teknolojia. Zao lake pale unaambiwa ni ujenzi. Asante sana. Tunatamani, mimi mwenyewe natamani siku moja. Ndio. Mungu ajalie tu uko mbele, naweza nikawa na mimi nazurura kama waziri wa ujenzi. Asante sana. Mtabarikiwa. Amina.